kutufanya tu watoto wako. Naliinua Bwana jina lako ni kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Bwana kwa sababu umejawa rehema na uwezo wako wa ajabu. Pitia sifa hizi Mwokozi, gusa maisha yetu Bwana. Pitia sifa hizi Bwana, unatembea katikati yetu Mungu, ukisikia hitaji ya kila mmoja, ukisikia tamaa ya kila mmoja, ukigusa mwili ya watoto wako katika jina la Kristo Yesu. Ninakushukuru Baba Mwokozi, ni kwa sababu wewe ni mfalme mkuu. Asante kwa sababu tukaribisha uweponi mwako. Asante kwa sababu kutuandalia hata meza mbele yetu. Nachoomba katika nafasi hii tupe usikivu ambaye ni yako Roho Mtakatifu. Ili watu kuabudu na kukuinua jina lako. Ili watu libariki jina lako kama Bwana umekutana na jamii yetu. Pokea sifa, heshima na utukufu wote ni kwa sababu ni Mungu anayetupenda. Kwa jina la Yesu tunaomba tukishukuru. Nafasi nzuri ambayo Bwana atawapa ya uwezo kumtumikia yeye kupitia sauti zetu. Bwana anasema kwamba tuimbe wimbo mpya. Haleluya. Tulikuwa tukiimba tukisema tuimbe Bwana, wimbo ni mpya, Bwana ametenda mambo ya ajabu. Na sasa tunaimba wimbo mpya. Anasemanga tunashukuru Yesu. Hata sisi wengine jatupi inabidi tuseme kwamba ni umbe mpya, kwa sababu inabidi tumwimbie Bwana wimbo anasemanga. Na kama Kiswahili anasema kwamba hakuna Kiswahili inaitwa anasemanga, kuna wale ambayo wamezoea anasemanga. Asante. Hebu tuingie katika neno la Mungu katika asubuhi ya leo. Tunafungua katika kitabu cha Yohana mlango wa 21. Yohana 21 mstari ule wa 15. Are you there? Kama uko mahali pale useme amen. Mtu wa Kiswahili atusaidia tusome. Give 2:17. Alipokwisha kula, Yesu alimuuliza Simoni Petro, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Naye akajibu, naam Bwana, wajua kwamba mimi nakupenda. Yesu akamwambia, tunza wana-kondoo wangu. 16. Kisha akamwambia mara ya pili, Simioni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Petro akamjibu, naam Bwana, wajua kwamba nakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. 17. Akamuuliza mara ya tatu, Simioni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Hapo Petro akahuzunika kwa sababu alimuuliza mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe wajua ya kwamba mimi nakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Asante. Bwana alibariki neno lake. Na Mungu atusaidie usikifu ulio wake mwenyewe ili tulipate neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu akaweza kutuzungumzia katika njia na kwa namna ambaye yeye Roho Mtakatifu anaielewa na anahitaji tukaweze kumpokea yeye. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Si hata hii tuseme kwamba anaongeaga. Basi tusikie Mungu anasemanga. Anaongeaga. Mwanzo wa mwaka huu tulianza kwa somo hili tukisema kwamba Mungu tupe roho ya kufundishika, tupe roho ya kujifunza mbele zake. Na ndio maana tukaanza Januari kwa kusema kwamba Bwana tufundishe namna ya kuomba, sababu sisi hatujui namna ambavyo inatufaa tukaweze kuomba. Na mwezi wa pili tukawa tunaambia Bwana kwamba Bwana tufundishe namna ya kuwa na imani, tuongezee imani, tuongezee imani. Na mwezi jana tulikuwa tunamwambia Mungu ya kwamba atufundishe namna ya kumwabudu yeye, namna ya kumwabudu, kwa sababu tunaomba ili tumwabudu Bwana. Na mwezi huu tunahitaji Mungu atufundishe namna ya kumpenda. Bwana Yesu atukuze. Bwana asifiwe. Bwana atufundishe namna gani? Namna ya kumpenda. Hatujui kumpenda Mungu, lakini tunahitaji Bwana atufundishe namna ya kumpenda yeye. Hiyo ndio tamaa yetu. Bwana tufundishe namna ya kumpenda yeye. Na hilo tunalipata katika mstari ambao tumesoma siku ya leo. Hii ilikuwa baada ya Yesu kufufuka kutoka wafu. Na Yesu alipofufuka kutoka wafu hakuenda mbinguni immediately. Alikuwa na fursa ya kuongea na kupatana pamoja na watu, akitaka kuwasadikisha ya kwamba yeye ni Bwana, maana ameshinda kifo na mauti. Yeye ni Bwana wa Bwana, anayetawala milele. Na kwa hivyo akawa anajifunua ndani ya zaidi ya watu 500, akithibitishia ya kwamba yeye ni Bwana ambaye ameshinda kifo na mauti. Yu Bwana, yu Bwana amefufuka kifo, yu Bwana na kila ukiri Bwana Yesu ndiye Bwana. Alipotokezea wanafunzi wake wakiwa wamefunga mahali penye walikuwa wanakaa, akasema amani iwe pamoja nanyi. Jambo la pili aliyowaambia, kulikuwa na mmoja mahali pale aliyokuwa anaitwa Tomaso, ambaye hakuwa na uhakika ya kwamba Kristo Yesu amefufuka. Akasema mpaka nione alama ya msumari. Na alipojitokeza kwa akasema Tomaso, weka kilele chako. Na Tomaso akaliambia akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu hakuweza kumcongratulate him kwa sababu amemwamini, lakini alisema zaidi ya hayo ya kwamba heri wale wanaoniamini pasipo kuniona, ambayo ndio hii wakati wetu. Nafasi ile tena aliyojitokeza katika wanafunzi wake ni wakati ambapo Petro pamoja na wale 6 walikuwa katika chumba, wakaamua kwenda kuvua samaki. Petro akamwambia, mimi naenda kuvua samaki. Na wale wengine pia wanasema kwamba hata na sisi tunaenda. Na Biblia inasema ya kwamba
wote wakaishia baharini kuvua samaki. So mahali hapa tunaona kuhusu mwisho wa huduma wa Yesu akiwa hapa duniani. Akawa na huduma ya kuweza kuwasadikisha wanafunzi wake ya kwamba yeye amefufuka na yeye yu hai. Baada akajitokeza kwa wanafunzi wake wakiwa katika kufua samaki, na walipokuwa mahali pale, Yesu aliwaambia kwamba leteni samaki. Lipoleta samaki ile, wakaweza kula chakula. Biblia inasema baada ya kula, kumaliza kula, Yesu akauliza Petero swali, Simeoni mwana wa Yona. Nafurahia vile ambavyo Yesu anaanza mazungumzo mahali pale. Anaanza kwa kuambia Simeoni Peter, Simeoni mwana wa Yona, wanipenda mimi kuliko hawa? Jibu la Petro ilikuwa naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Yesu akuridhika na hiyo, akauliza tena swali ya pili, Simeoni mwana wa Yona, wanipenda? Simeoni akajibu jibu lile, Bwana, wewe wajua nakupenda. Simeoni akauliza tena swali lile, Simeoni mwana wa Yona, walipenda? Ile ikasema kwamba Simeoni akahuzunika. Kwa nini Bwana anamuuliza mara ya ngapi? Mara ya tatu. Kwamba Simeoni mwana wa Yona, walipenda? So kutokana na mstari huu au mstari from this text, tunaona Yesu akimrejesha Petero katika laini au barabara bala alikuwa anataka. Maswali haya ilikuwa ni kurejesha Petero mahali ambapo Mungu alikuwa anataka yeye awe. Maana Petero alikuwa ni mtu aliyekuwa amejaa na ubinafsi, ujasiri wa ubinafsi ndiye aliyokuwa naye. Kwa sababu gani? Kwa nini Yesu aliuliza Petero maswali haya ya kwamba Simeoni mwana wa Yona, wanipenda? Jambo la kwanza ni kwa sababu Petero alimkana Kristo Yesu, si mara moja, si mara mbili. Alimkana mara ngapi? Akisema kwamba mimi simjui yule mtu. Na ilani Kristo alikuwa amemtabiria mapema ya kwamba Petero utanikana. Na yeye akasema hata kama wengine wote watakuacha, lakini mimi sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe. Yesu akamwambia kwa Petero, kabla jimbe haijawika, kabla jogoo haijawika, utanikana. Hata kama siwezi kufa na wewe, lakini kukana siwezi kukana. Lakini usiku huo tunaona nini? Tunamwona Petero anamkana Yesu hata mbele ya mjakazi yule ambaye hakuwa na mamlaka, akisema kwamba
alikuwa anauliza swali hilo. Simeoni mwana wa Yohana walipenda kwa sababu tayari alikuwa amekana Kristo Yesu. Tayari alikuwa amemwacha sehemu yake alisia kwa maana. Amekabili ya kwamba ulizo swali hilo. Kwa sababu Kristo alikuwa anataka kumrejesha yeye katika uhusiano thabiti, katika mali ambapo alikuwa anataka awe. Yesu alikuwa anataka uhusiano ulio thabiti. Jambo la pili, katika mstari huu wa 18 mwanzo mahali pale unapata kwamba Yesu wakati alipomuita Petero awali, alimuita akasema kwamba alikuwa anavua samaki, lakini akamwambia kwamba kwa sasa utaitwa mvuvi umefisha umeme. Lakini baada ya matukio yaliyotendeka ndani ya Kristo Yesu, Petero anawaambia wale 6 waliokuwa pamoja naye, mimi naenda nini? Sio kuhubiri, naenda kuvua samaki. Maana hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya watu. Naenda kuvua samaki. Na wale sasa wengine 6 ambao tunalistiwa hapo ya kwamba alikuwa nani? Tomaso, Nathanieli, wana wawili wa Zebedi, na wanafunzi wengine wawili ambao hawataji mahali hapa. Wote wakasema katika mstari wa 4, 18 mstari wa 4. Nasemaje? Mstari wa 4 kwa Kiswahili nasema Yesu aliagidiwa yote yatakayompata. Ole 21 mstari wa 4 amani. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Simoni Petro aliwaambia na kwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tutafuatana nawe. Basi wakaenda wakapanda mashua, lakini usiku huo hawakupata chochote. Bwana Yesu atukuzwe. Umesikia vile Biblia inasema Simoni Petro alikuwa anajua kibarua ambayo alikuwa amepatiwa na Yesu, ambayo ilikuwa ni kukaa katika nyumba ya juu na kuongojea kwa kuomba na kufunga, ni kwa sababu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Akiwa mahali pale akashindwa na kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, akakuja na suggestion iliyokuwa poa kwake. Akasema jamani, nyinyi wa 6 bakieni kwa hii nyumba. Bakieni katika kuomba na kufunga mkiongojea nani? Roho Mtakatifu. Mimi naenda kufua. Sasa kwa sababu wale wengine 6 walikuwa pia wanamuona, kwa sababu Petro alikuwa influential. Petro alikuwa key person katika kikundi cha Kristo Yesu. Hata wale wengine 6 hawakuwa na sababu ya kubakia. Kila mtu alisahau hadi ya Yesu na kila mtu akamwambia Petro, hata mimi sibaki. Sote tunaenda wapi? Tuvue samaki. So sasa uzuri ni kwamba wakaenda huko hawakupata hata omena. Biblia inasema hivyo. Usiku wote omena haikupatikana. Kwa sababu walikuwa wameiacha kile ambacho Bwana alikuwa amewaitia. They were in a wrong place. Kwa sababu hapo wanatakiwa hapo. So Kristo ni wa neema akajidhihirisha katikati yao. Akawaambia, wekeni boti yenu hiyo upande mwingine ya bahari. Haikwenda mbali, samaki ikajaa. Na hapo kuna mwanafunzi aliyekuwa anapendwa na Yesu. Akamwambia Petero, huyu ni nani? Nataka tusome mahali pale. Mstari wa 7. Nasema
Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petero, ndiye Bwana. Naye Simoni Petero aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakalikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalifuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Asante. So my concern ile ambayo nataka tuangalie ni mstari wa 7 ya kwamba Simoni Petro hakutambua kwamba huyu ni Yesu, ni yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanafunzi aliyekuwa anapendwa na Yesu. Biblia inasema hivyo. Yule mwanafunzi aliyependwa na nani? Na Yesu alikuwa katikati ya wale 6. Wale 7, alikuwa wote 7. Akamwambia Simoni Petro, huyu si sasa Yesu. Asemi Yesu, jina likabadilika. Akawa anaitwa Bwana kwa sababu ameshinda kifo na mauti. Haleluya. Huyu ni nani? Huyu ni Bwana. Alichotenda Petro ni kwamba akashuka kutoka mashua, akaenda akajivika mavazi. Mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Wewe mwanafunzi nani? Wewe mwanafunzi nani? Yeye ndio mwandishi wa hii kitabu. Alisema ya kwamba yeye ni Yohana aliyekuwa anapendwa na Yesu. So, unaona scenario hiyo. Ijapokuwa Petero alikuwa amesikitika, ni kwa sababu ya kumkana Yesu, lakini ameongeza tena hatua nyingine hapa. Ameongoza wengine in the wrong direction. Wanaweza tukuze. Ndio maana Kristo alikuwa na nafasi ya kuweza kutaka kusadikisha hawa walio pamoja na yeye ya kwamba kwa hakika wanayo upendo kwake. Kwa nini Yesu aliwaambia Petero, wanipenda? Jambo la 3. Jina lake Simeoni linamaanisha nyasi. Unasikia? Read kwa Kiswahili. Aro na mwili. Aro na mwili. Ndio maanisha. Hakuna hapa, lakini watu walio katika mambo ya hewa. Hewa kama napa ibele na mlio. Hakuna watu walio. Najaribu kupata hiyo jina. Ya kamate. Umesikia hiyo? Yes. Lakini kumbuka wakati ambapo Simoni alikutana na Yesu. Yesu akamwambia kwamba hautaitwa Simeoni, bali utaitwa Keva. Maana nyingine Petero. Maana nyingine jiwe. Wanaweza tukuze.
So jina Simeoni ilikuwa inamaanisha kwamba ni ri, na ri uwanga inapeperushwa na upepo kila mahali. Lakini sasa Yesu alikuwa na kusudio kutokana na swali hilo alikuwa anauliza Petero. Ilikuwa anataka yeye awe mwamba, vile ambavyo yeye alikuwa anahitaji jina lake liwe. Jambo la nne, kwa nini Yesu akauliza Petero swali hilo, je, wanipenda mara tatu? Ni kwa sababu ya mateso ya baadaye ambayo Petero atakabiliana naye. Yesu alikuwa anataka kuona uhakika wa upendo wa Petero. Mateso ya baadaye. Haijaandikwa katika Biblia namna ambavyo Petero alikufa. Lakini wanahistoria wa Biblia wanasema ya kwamba Petero alikufa kifo gani? Alisulubiwa. Petero alisulubiwa. Na wakati wa kusulubiwa ni kuangukiwa msalabani. Lakini sasa yeye akakataa kusulubiwa kama Bwana wake. Alikubali kusulubiwa, lakini alisema kwamba unisulubishe mimi kinyume, upside down. Aliweka miguu yake juu, mikono chini. Je, kama ni yeye ama ni mwanafunzi tofauti? Alipokuwa anaambiwa kwamba anaenda kusulubiwa, wakati anafika mbele ya hiyo msalaba, anaanza kusherekea akisema kwamba nilikuwa nakungojea wewe ewe msalaba. Wanaweza tukuze? Nilikuwa nakungojea wewe. Nilikuwa nakungojea. Kwa hivyo alipokea mateso hayo kwa ujasiri, kwa sababu ya ile swali ambayo Kristo alimuuliza, je, wanipenda? So swali hili liliulizwa ili kuelewa kuhusu moyo wa Petero, uhalisia wa moyo wa Petero. Yesu alikuwa anataka aingie kilindini ya moyo wa Petero. Alipokuwa anauliza kwamba je, wanipenda? Je, wanipenda? Kuna lugha mbili ya Kiyunani kiliyokuwa kinatumika. Lugha ya kwanza inaitwa agapeo, ndio Yesu alitumia. Agape. Lakini katika lugha ya Kiyunani inaitwa agapeo, ambaye linaongelea kuhusu intelligent, thoughtful and purposeful love. Ni kuhusu hali ya fikra ya undani kabisa, hekima ya hali ya juu kabisa, kusudio katika upendo. Na hii inahusiana na ubinafsi. Hii ni uamuzi kutoka kwa mawazo na kwa moyo. Haleluya. Bwana Yesu atukuze. Inaitwa agape. Ni uamuzi inayoshirikisha mawazo na moyo. Si mawazo peke yake. Na wakati Petero alipokuwa anajibu maswali hayo, alikuwa anayajibu akiyatumia lugha ya Kiyunani inayoitwa phileo. Na hii phileo inamaanisha warm, natural and more spontaneous sense of feeling, an affection, a more emotional love. Ni upendo inayoambatana na hisia. Wanaweza tukuze. So hiyo ndio vile ambavyo Petero alikuwa anayajibu maswali ya Yesu. Yesu alikuwa akimwambia kwamba je, wanipenda? Alikuwa anaulizana kuhusu upendo wa agape. Kenye Yesu alikuwa anaelewa ndio hii.
Ijapokuwa Petero alikuwa ni mtu mshawishi, alikuwa ni mtu aliyekuwa na bidii, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na msukumo wa aina fulani, lakini kenye yeye alijua ndio hii kujitoa kwake haitaenda kwa muda iwapo hatakuwa na uhakika, hatakuwa na ujasiri katika upendo wa Kristo Yesu. Bwana Yesu atukuze. Nguvu aliyokuwa nayo, ushawishi aliyokuwa nayo, kwa sababu yeye alionekana kama kiongozi, na kweli alikuwa kiongozi, haingeweza kuendelea iwapo hangeweza kuwa na kujitoa kikamilifu katika upendo huu wa kweli ambaye ni Agape. Ndio maana uliona baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu yale ambayo Petero aliyapitia. Baada mlango wa 3 Matendo ya Mitume, mlango wa 4 na kuendelea ilikuwa ni mateso, lakini haukuona hata dakika moja Petero akimkana Bwana wake. Ni kwa sababu ya maswali haya. Je, walipenda? Ilifanya Petero ashawishike ya kwamba aondoke katika upendo ya vileo, aingie katika upendo unaoitwa Agape, ambaye ni ya kujitoa mwanga, ni kwa sababu ya Kristo Yesu. Yesu alikuwa anahitaji upendo wa agapeo, lakini itikio la Petero ilikuwa ni vileo. Two different ones. Hii ilikuwa dunia mbili tofauti. Kenye Yesu alikuwa anataka iwe katika moyo wa Petero ni agape, lakini katika Petero kujibu, kwa sababu ilikuwa ni mambo ya akili, ilikuwa ni vileo. Maana vileo is emotional kind of love. So kupitia hizi upendo mbili, Yesu alikuwa anataka katika maisha ya Petero ya kwamba upendo wake iwe ni ya kujitoa kiakili na pia moyo wake. Wanaweza tukuzi. Vileo ni akili, upendo wa kiakili, lakini agape inatokana na moyo. Vileo ni ya hisia, lakini agape inatokana na moyo. Alichotamani Kristo Yesu katika maisha ya Petero ni kwamba akaweze kuwa na upendo wa agape. So sharti iwe ni upendo ambaye inasukumwa na kusudio na ule kujitoa kibinafsi, ni kwa sababu ya Bwana. Hicho ndio kile ambacho Kristo Yesu alikuwa anataka. Ni upendo huu wa agape ambao motisha yake, msukumo yake ni kusudio na kule kujitoa binafsi, ni kwa sababu ya ushirika pamoja na Kristo Yesu. So Yesu alikuwa anataka Petero akaweza kuhama kutokana na vileo aingie katika agapeo, kutokana na upendo wa kawaida aingie katika upendo ulio wa Mungu. Wanaweza tukuze. So wakati ambapo unaulizwa, kwa sababu swali hilo bado Kristo anauliza kanisa lake hata leo, analitaja wewe kwa jina lako. Hebu ukiona hiyo katika mstari wa 15, mlango wa 21 mstari wa 15, inasema kwamba Yesu mwandishi, tofautisha mwandishi wa kitabu na maneno ya Yesu. Mwandishi wa kitabu ambaye niliona anasema hivi: walipomaliza chakula, Yesu akamwambia Petero. Unasikia jambo hilo? Mwandishi wa kitabu ndiye anaandika hayo, lakini sasa anaquote maneno ya Yesu. Yesu anamuita Petero namna gani? Anamuita Petero namna gani? Simon Petero. Anaita
Simoni Petro? Hapana, anasema Simeoni mwana. Haleluya. Bwana Yesu atukuze. Hiyo ndio jina ambalo Mungu anamuita Simeoni. Simeoni anamuita Petro. Tofautisha mambo ya mwandishi wa kitabu na maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu anamuita Petro kwa kusema Simeoni mwana, kwa sababu hivyo ndio vile alikuwa anaitwa. Ndio vile alikuwa anaitwa. Lakini sisi kama unajua kwamba wakati Yesu anapokuita wewe, amuiti kama waumini kama wakati anakuja kwake. Sisi kama anajua hivyo. Amuiti sasa. Sisi kama unajua hivyo. Anamuita kwenye windi, kimuita yeye hawezi kubali. Bwana Yesu atukuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simeoni mwana wa Yohana. So wakati Mungu anapokuita wewe, anakuita kwa jina ambalo umetajiwa. So kama mimi, Yesu akiniita mimi, hawezi kuniita bishop. Hawezi kuniita ni pastor. Ataniita mimi ni Mungu. Hiyo ndio jina. Kwa hivyo kama unakasirika kwa sababu ya kuniita, nitakasirika kwa sababu mtu ameniita mimi Mungu, nijue kwamba bado sijampata Yesu vizuri. Bwana Yesu atukuze. Amen. Hiyo ndio uhakika ya maneno ya Petro. Hata kuita kwa maana hiyo. Taka hiyo kando. Na kuita kwa jina lake. Bwana Yesu atukuze. Amen. Kuna watu wakienda wakijicha waitwe jina ambayo yake ni hao watu wakijua wanajua anakasirika na anakuja uso mara 50. Hilo ni jina la. Wakati nilipokuwa mwanafunzi, mwalimu wangu aliniambia kwamba usilazimishe watu wakuite vile ambavyo wewe unataka. Wacha wakuite vile ambavyo wanaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaelewa hiyo? Amen. Unaelewa hiyo? Yes. Hakuna juu. Hakuna Steve. Ni nani? Brian. Ayo. Hata hiyo Brian. Sisi tunajua kwa ile kijiji. Sina kwambia tu hakika. Ni mingi nasikia. Hilo ndio kweli sisi tunajua. So Mungu anakuita kwa jina lake. Simeoni mwana wa Yohana. Mwandishi wa kitabu anasema Yesu akamuita Simeoni Petro. Lakini akakoti maneno ya Yesu. Simeoni mwana. Yesu anamuita kwa jina lake. Sio ile ya utani ambayo kuna mtu anajua hapa. Tumesahau mpaka watu wakiingia katika mahali watasahau hata watapoteza majina mengine. Hata tunasema kwamba huyo mtu atujia hapa kwa sababu hutaki kutuambia. Hautaki kutuambia. Lakini jambo ndio hili. Wafuasi wote wa Kristo, bado Yesu anaulizana swali hili. Analiweka jina lako hapo. Je, wanipenda? Na hakuulizi tu mara moja, anakuuliza zaidi ya mara moja. Petro alipouliza mara ya 3,
Biblia inasema namna gani? Biblia inasema namna gani? Alihuzunika ili ukweli yake ikaonekana. So kuna kona fulani Mungu atakuweka ili aone hasira yako vile ilivyo. Na kusudia ni kwamba usiendelee na ile hasira. Anataka uame katika ile hasira. Kwa sababu it's not emotion. Hautakiwa operate the emotion. Kwa sababu vileo ni emotion. Tuanze katika emotion, tufikie mahali ambapo hatukasiriki, tunatoa moyo wetu tunampa Mungu. Alipoulizwa mara ya 3, alihuzunika. Kwa nini Bwana anamuuliza mara 3 kwamba kama anampenda? Ndio maana alijibu hiyo swali. Wewe Mungu unajua. Unajua kama nakupenda ama hapana. Mungu unajua. Kwa kweli kutokana na hilo jibu likadhihirisha moyo, kutokana na swali hilo likafanya moyo wa Petero likawa wazi, na Mungu akaishughulikia moyo wake na akamsaidia. So swali hilo bado pia liko juu ya kila mmoja wetu. Mungu anakuita wewe kwa jina lako, na anauliza swali hili ya kwamba je, wanipenda? Je, tunampenda Bwana kwa hakika? Do we truly love Jesus? Tunampenda Kristo Yesu kwa halisi? Kwa sababu gani? Swali hilo sharti pia mimi na wewe tuulizwe. Jambo la kwanza, a deep and heartfelt love for God is the only effective motivation for serving. Deep and heartfelt love. Upendo wa ndani inayokuwa na uguso wa moyo ndio njia ya pekee ya kuweza kumtumikia Mungu. Bwana Yesu atukuze. Bwana Yesu atukuze. Amen. Amri inasemaje? Yesu aliunganisha amri yote 2. Akasemaje? Ya kwanza ikawa 2. Ikawa 2. Hakuna watu walipasa ni shule hapa. Mpende Bwana Mungu wako. Kwa nini naanza na moyo? Kwa nini naanza na moyo? Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu yako yote. So ndio maana tunasema mahali hapa kwamba deep, ile akili ndini iliyo na uguso wa roho ya kumpenda Mungu ndio njia iliyo ya kweli ya kuweza kutumikia Mungu. Tukitaka kutumikia Mungu lazima tuwe na deep love, upendo wa dhati, upendo wa ndani kwa ajili ya Mungu. Tujitoe, mioyo yetu jitoe, tumpende yeye na mioyo yetu yote, sio moyo nusu, sio ile ya kuona hewa. Unajua pia kuna upendo ya kidonga. Unajua upendo wa nini? Enyi wandugu wa Kristo, siwe kama kinyonga, basi na kinyonga nikubadilisha. Anaendaga na hewa, anaendaga na weather, si ndio? Anaendaga na nini? Lakini hicho sio upendo ambao Mungu anataka sisi tuwe naye. Mungu anataka tuwe na upendo dhabiti na yeye, sio hivi inaenda na hewa. Jambo la pili, wito wetu kuu ambao mimi na wewe tumeitwa ili kuwa pamoja na Bwana. Baada ya kuwa pamoja na Bwana tukaweza kumjua yeye, na baada ya kumjua yeye ndiposa sasa tutampenda yeye.
Wanaweza tukuze. Our primary call is to be with him. Hakuna kingine kitakachokuwa tofauti na hilo. Wito wetu kuu wa Mkristo, wa muumini, ni kuwa pamoja na Bwana. Ni kwa nini upendo wetu leo hii inakuwa ni ile ya weather? Inakuwa ni ile ambayo ni ya kinyonga. Ni kwa sababu kanisa limeacha nafasi ya kukaa pamoja na Mungu. Yesu alipoita wanafunzi wake, aliwaita kwanza wawe pamoja naye. Hakuwatuma kwanza, hakusema kwamba nitumikie kwanza. Walikaa kwanza kuwa pamoja na Bwana, ndiposa wakawa na nafasi ya kumjua yeye. Kumjua yeye ni kule alipowafundisha. Kumjua yeye ni ile alipowatawala miguu. Sikika kama ni Kiswahili nzuri. Kuwaosha miguu. Kwa sababu alikuwa pamoja naye. Baada ya kuwa pamoja naye, walimjua yeye. Baada ya kumjua yeye, wakafanya namna gani? Wakampenda. Wanaweza tukuzi. Nashangaa siku hizi. Lakini sio kushangaa. Ni vile dunia imetufikisha. Najua mahali penye dunia imetufikisha. Watu wanaanza uchumba na kuona picha tu, hata hujui kwamba mtu anaye mguu ama unaona tu sura. Hiyo ndio mali dunia imetufikisha. Wanaweza tukuze? Hapo ndio dunia imetufikisha. Uchumba wa nini? Ya picha. Ni kama ile jana walitangaza kwamba walisema kwamba kuna kazi iko nchi gani hiyo? Thailand. Walikuwa semetua. Neymar. Ilikuwa semetua. Hakuna mtu aliona nchi. Ni pekee yake ndio niliona nchi. Kuna wale walifika jana Kenya kutoka Thailand. Wakapelekwa nchi ya Neymar. Akiambia kwamba ni kazi. Mwingine alisema kwamba yeye alipelekwa huko akiwa kuku na magari kuku. Chef ya good. Akiwa chef. Lakini alipofika huko hakupata hiyo chef. Akapata ile ya kupatia mali kwa watu. So hivyo ndio vile ambavyo saisi upendo unatupeleka. Ni kama hiyo unaganibu, unaambiwa kwamba unaenda hata hujaambiwa hapa kwamba unaenda kufanya kazi gani, unachukua passport inaitwaje? Visa gani? Tourist visa. Haujaenda kule ukiwa ufanya kazi, umeenda ukiwa nini? So sasa hivi kile kinatendeka ni kwamba kanisa limekataa kukaa na Yesu, kukaa pamoja na Yesu ili umjue yeye. Hilo ndio shida. Kwa nini tunayo upendo fugufugu ndani ya kanisa? Upendo usiokuwa dhabiti katika neno la Mungu, upendo ambao inaishia Mungu. Ni kwa sababu tumekataa kukaa kwa Yesu. Maana Yesu alipoita wanafunzi wake mara ya kwanza ilikuwa kwamba wakae pamoja na yeye. Na baada ya kukaa pamoja naye wakaweza kumjua yeye. Na baada ya kumjua yeye ndiposa watafanya magani? Watampenda. So kwa nini Mungu baada anatuuliza swali hilo? Ni kwa sababu Mungu kusudio kubwa ni kwamba ametuita tuwe pamoja na yeye ili tumjue yeye na mwisho tukaweze kumpenda. Jambo la tatu, out of love relationship comes the motivation and power to fulfill our God-given purposes in life. Kutokana na upendo wa uhusiano, kinachokuja ni motisha. Motisha hiyo inakuja na magari, motisha inakuja na nguvu ya kutufanya sisi tutimize our God-given purposes in life, ili tutimize makusudi ya Mungu katika maisha yetu.
Bwana Yesu atukuze. Kila mmoja wetu kuna kusudio aliyo nayo Mungu ni kwa ajili yako. You are not here for accident. You are not in the kingdom of God at such a time like this in faith. There is that assignment. Kuna hiyo kazi, kuna hiyo nafasi, kuna kishughuli ambao Mungu anataka sisi tukaweze kutimiza. Daudi alisema kwamba mwandishi wa Matendo ya Mitume alisema kwamba Daudi akishatimiza makusudi ya Mungu katika kizazi chake akalala. Alitimiza yote ambao Mungu alikuwa amekusudia ni kwa ajili ya maisha yake. Kwa hivyo mimi na wewe kuna kusudio tulio nayo. Kuna kusudi ambao Mungu anataka tulitekeleze. Hatutatekeleza kama hatuna uhusiano wa upendo pamoja na Mungu. Haleluya. Inakuwa vigumu sisi kufunuliwa yale ambayo Bwana wetu anataka tukaweze kulitenda. Na Mungu anayekusudia ni kwa ajili ya kila mmoja. Anataka tukaweze kumtumikia yeye. Mungu anayekusudia ni kwa sababu ya kila mmoja wetu. Lakini inakuwa ni vigumu kutekeleza hayo wakati ambapo hatuna uhusiano wa upendo pamoja na Mungu wetu. Jambo la nne inaitwa advertisement. Kuna advertisement. Kwa nini Mungu anatuuliza hiyo swali? Sababu kuna advertisement. Advertisement ya kazi. Wakati advertisement ya kazi kama advertisiwa mambo ya muhimu ni nini? Katika advert. Ndio watu wanaenda kuona. Requirement. Na hiyo requirement inaitwa qualification. Inaitwa qualification. Kwa hivyo katika qualification yetu kuna basic qualification inayohitajika katika kazi. Na basic qualification kila mmoja anayo. Bwana Yesu atukuze. Basic qualification katika kumtumikia Mungu inaitwa upendo. Jesus sees love as the basic qualification for Christian services. Jesus sees love as a basic qualification for Christian service. 1 Corinthians chapter 13. Inasema ni pande ya kwanza. Nijapokuwa. Kama utapata hapa haraka. Hata kama nikinena lugha za watu na za malaika, lakini kama sina upendo, mimi nimekuwa tu kama sauti ya debe tupu au kengele. Tena naweza kuwa na kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, nikafahamu siri zote na kujua kila kitu. Naweza kuwa na imani yote hata nikaweza kuihamisha milima, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Nikitoa mali yangu yote ya kuwapa maskini, na tena nikiutoa mwili wangu uchomwe, kama sina upendo, hiyo hanifai chochote. Bwana Yesu atukuze. Umesikia maneno hayo? Yes. The qualification for Christian service is love. Upendo. Ndio maana mahali pale tunaambia kwamba hata kama nikinena kwa lugha za malaika na za wanadamu, sio ni mystery. Hiyo inaitwa ni mystery. Mystery kwa Kiswahili. Hiyo ni maajabu. That's mystery. So the Bible tells us
Nilijaponena kwa lugha ya wanadamu na malaika. Anaanza na malaika. Sababu sote tunataka tujue lugha ya malaika. Inafanana na gani ndio tuongee. Nilijapoongea katika lugha hii. Na unakuwa hapo ndani kuna watu wanaitwa linguisti. Anaweza kujua lugha 10. Mpaka hata watu wengine unatamani. Hii shida ilitokea Babeli, kumbe haishiki watu wengine. Anajua lugha 10. Ile linguistic anajua lugha. Lakini hapa inasema kwamba kama sina upendo mimi si kitu. Na jambo la pili, japokuwa na karama ya unabii, ukiona mtu hivi umejua shida yake yote. Sisi tunataka hiyo, na hiyo ndio inapoteza watu. Wanatoka hapo mpaka wanaenda Mombasa, kwa sababu watu wanataka mtu mwenye ataambia yeye maneno yake yote. Umeroga na jirani yako. Hiyo ndio watu wanataka. Lakini hapa inasema hatukatai hiyo karama, tunapenda. Tubashiriwe mambo ya baadaye. Lakini anasema kwamba kama sina upendo. Nijapokuwa na imani ambayo tunatamani tuwe na imani ya kuhamisha milima. Itoke hapa iende mpaka yale mahali. Tuite Mount Kenya ikuja hapa ndio hapa hiyo bali. Kama sina upendo. Nikitoa mali yangu yote watu maskini. Na nitoa mwili yangu ichomwe kwa sababu ya imani. Lakini kama sina upendo mimi ni nini? So, qualification katika ofisi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna wimbo ile tulikuwa tunaimba siku kwa ile ile hapa. Siku kwa nasema alo Yesu. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Nataka pesa. So, nashukuru Mungu kwa sababu ya kitu ambalo Mungu anatubariki naye. So, alo mbinguni. Alo mbinguni. Sasa mimi nataka pia tupige simu mbinguni kwa sababu tunasema alo mbinguni. Alo mbinguni. Alo mbinguni. Nipe upendo. Wanaweza tukuze? Kwa sababu Biblia inasema kwamba is the basic qualification katika utumishi. So wakati unapiga simu mbinguni, alo mbinguni. Sasa mimi sitaki mambo ya mbinguni. Sasa tunataka watoto waseme alo Yesu. Haleluya. Haya tupige simu. Nataka aiwishi ningejua hiyo wimbo. Alo Yesu. Nataka upendo. Kwa sababu it is the basic qualification for Christian service. Bila hiyo chote tunachokitenda itakuwa Bwana Yesu atukuze. Amen. Simama. Na watu wanataka kupiga simu mbinguni. Kuna watu wanataka kupiga simu mbinguni? Sisikii sauti. Kuna watu wanataka kupiga simu mbinguni? Aiso tusaidie. Halo? Halo mbinguni. Tunataka niwe halo Yesu. Amen. Yeye anataka weka. Sitaka aweke ile halo mbinguni. Tunataka wote kaweka halo Yesu. Tuambie Yesu tunataka upendo.
Kwa sababu Yesu alikuwa anataka Petero akaweze kuwa na imani na upendo wa agape kwake, upendo wa kujitoa kwake. Upendo si ya msisimuko. Tunataka tuone katika upendo wa msisimuko na upendo ambaye ni ya majira. Tunataka tuwe na upendo uliothabiti, upendo wa kutaka Yesu kila wakati wote katika mioyo yetu. Tuwe na ushirika na Yesu. Alo Yesu. Nataka upendo. Alo Yesu. Nataka upendo. Alo Yesu. Nataka upendo. Wacha hiyo ni tamaa yako katika nafasi, kwa sababu tunaona kwamba basic qualification katika Christian living, katika Christian service, katika Christian dedication to the Lord is love. Let us pray. Tuinulie Bwana mikono yetu katika nafasi, katika jina. Mfalme wa falme, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, umetukuka katika maisha yetu. Unatawala kumiliki mbinguni na hata hapa duniani. Asante Kristo Yesu, ni kwa sababu ya uwepo wako wa ajabu. Na kushukuru kwa sababu ya kutuzungumzia kupitia na hata maisha ya Petero. Namna ambayo ulizungumza na yeye Petero ya kwamba akaweza kukupenda. Je, unanipenda? Ndio swali ambao unarusha na hata katika mioyo yetu. Baba, unapotazama mioyo yetu, je, tunakupenda katika upendo wa agape, ama ni upendo wa vileo, ama upendo ambaye ni ya majira? Bwana, naomba ukatusaidie katika nafasi hii. Jidhihirishe katika maisha yetu. Onekana Bwana katika maisha yetu. Tunakutamani Bwana ukaweza kutusaidia. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, maana utatuvika na neema na uweza wako. Shuka juu ya maisha ya kila mmoja Bwana. Tupatie upendo Bwana kukupenda. Tupatie upendo Bwana kukuishia. Tupatie upendo kukutumikia. Tupatie upendo Bwana ya kutafuta. Tupatie upendo Bwana kukaa pamoja na wewe ili tukujue vile ulivyo Mwokozi. Ninakushukuru Baba ni kwa sababu wewe ni Mungu. Barikia kanisa lako. Tubarikie Bwana, maana tunakuhitaji. Kwa jina la Yesu tunaomba tukushukuru. Bwana wetu asifiwe. Shukuru Bwana. Ndio kila mtu amechukua nafasi yake. Nafasi nyingine ya kumtolea Bwana kwa upendo. Kwa hivyo nakaribisha kikundi cha praise